Nataka tu ufahamu kwanza sababu ya rais wa Marekani Donald Trump kumdhihaki Volodymyr Zelensky ambaye ni rais wa Ukraine katika mkutano wao ambao walikutana pale ikulu ya White House siku ya Ijumaa jioni. Lakini pia tutakujuza tu kwamba mpaka kwanza kufikia sasa hivi tunapozungumza, rais wa Ukraine ambaye ni Volodymyr Zelensky amesema kwamba bado kuna uwezekano wa kurekebisha uhusiano wake na Marekani kutokana na kile ambacho kimefanyika siku ya Ijumaa, ambacho kilikuwa ni majibizano kati ya wawili hao kutokana na kutokuelewana. Kila mmoja alikuwa analeta hoja ambayo ilikuwa haiingii kabisa kwa mwingine. Zelensky amesema ama amezungumza hayo kwamba yuko tayari kurejesha uhusiano wake na Marekani alipohojiwa na kituo cha habari ambacho kipo huko nchini Ufaransa, na kusema kuwa Ukraine inahitaji mno msaada wa Marekani ili kupambana na jeshi la Urusi alilolitaja kuwa na uwezo mkubwa wa wanajeshi na silaha bora zaidi za kivita. Lakini pia Rais Zelensky amesema kuwa nchi yake haiwezi kuishinda Urusi katika hii vita bila ya msaada wa Marekani, na ameonekana kujutia sana kile ambacho kimetokea siku ya Ijumaa jioni, ambacho ilikuwa ni mgogoro uliopo kati yake na Donald Trump, ambaye katika kikao ama mkutano ule ambao walikutana ilikuwa lengo kubwa ni Zelensky yeye kuomba msaada kwa Marekani kusaidiwa kwa ajili ya kupambana vita hii dhidi ya Urusi, na hatua ambayo kwa siku ile ya tukio ama ya mkutano haikufanikiwa. Na nukuu tu maneno yake, anasema kwamba Zelensky anasema, nadhani halikuwa jambo zuri kwa sababu tulikuwa na tofauti nyingi kwenye mazungumzo hayo. Huwa kwa kawaida sifunguki sana kwenye vyombo vya habari, lakini kuna mambo muhimu sana. Ninataka tu kuwa mkweli na kuhakikisha washirika wetu wanaelewa kwa usahihi hali halisi. Itakuwa vigumu kwetu bila msaada wao, lakini hatuwezi kupoteza maadili yetu, watu wetu, na hawawezi kupoteza uhuru wetu. Lakini pia Zelensky amekataa kuomba msamaha, akisema hadhani kuwa alifanya kosa lolote. Rais wa zamani wa Urusi ambaye ni Dmitry Medvedev alitumia kauli nzito dhidi ya Zelensky akimuita nguruwe mkaidi ambaye ameadabishwa kwenye ikulu ya White House. Chama cha Republican cha Trump kimeunga mkono Urusi kwa kumlaumu Zelensky. Sasa nadhani kuna watu ambao wanahusisha hili tukio na masuala ya kisiasa, kwamba inawezekana Donald Trump analipa kisasi kwa Ukraine kutokana na mambo ambayo yaliwahi kutokea huko nyuma, ama inawezekana labda tayari Donald Trump alishakuwa amekubali kuunga mkono Urusi na mambo kama hayo. Lakini mpaka sasa tunaweza tukufahamu wenyewe tukifanya analytics ama uchambuzi, tutaona ni jinsi gani unapokuwa na shida, yani unavozalilika. Yani kwa ufupi, tunatakiwa tupambane sana ili kuhakikisha hakuna mtu ambaye utamtegemea katika kutengeneza amani yako ama kutengeneza riziki yako. Mfano, hiki kitendo ambacho amekifanya Trump ni kwanza amemdhihaki, na inawezekana ni kwamba amefanya hivi kwa ajili ya kumkatisha tamaa, kwa sababu katika maongezi ambayo Trump pia alikuwa ameyazungumza ni aligusia kwamba alimwambia ukweli kabisa kwamba wewe hii vita na Urusi huwezi kushinda. Alimwambia waziwazi kabisa, hii vita huwezi kushinda. Kwa hiyo ukileta kiburi, maana yake tutakuacha na vita yako, na kiuhalisia huwezi kushinda. Lakini tukumbuke tu kwamba licha ya Donald Trump kuonesha kwamba amemdhihaki na kumpiga mikwala ama kumkejeli Zelensky, tukumbuke
Marekani pamoja na Urusi ni pande mbili ambazo kisiasa ama kisera hazifanani wala haziendani kabisa, kwa sababu Urusi bado wanaamini katika mfumo wa ujamaa ama socialism, lakini Marekani inaamini katika ubepari. Kwa hiyo kivyovyote Rais Donald Trump ndo alikuwa kimbilio sahihi sana la Vladimir Zelensky, kwa sababu ni nchi ambayo inaendana kisera hasa ya kibepari. Kwa wale ambao tumesoma historia tunaweza tukafahamu. Kwa hiyo inawezekana labda hizi dhiaka ambazo amezifanya ni swala personal tu, kwamba labda yeye binafsi ni vitu gani huwa havipendi kwa Zelensky, kama vile alikuwa amezungumzia mavazi na vitu vingine. Lakini kiuhalisia Zelensky hakufanya kosa lolote kwenda kumfuata Trump kama mtu pekee ambaye anaweza kumsaidia katika haya majanga ambayo anayapitia mpaka sasa.